31. Kuhusu mwili, roho na nafsi. Kuna daraja tatu katika ulimwengu wa wanadamu, zile za mwili, nafsi na roho. Mwili ni daraja la kimwili au la kinyama la mtu. Ukimtazama katika upande wa kimwili, mwanadamu ni mshirika wa ufalme wa wanyama. Miili ya watu na wanyama imejengeka kwa vitu vilivyoshikamana kwa mujibu wa sheria ya mvuto. Kama mnyama, mtu ana viungo vya fahamu, huhisi joto, baridi, njaa, kiu, kinyume na mnyama, mtu anao moyo wa busara, akili ya kibinadamu. Akili hii ya binadamu ndiyo mjumbe baina ya mwili wake na roho yake. Wakati binadamu anaporuhusu roho kupitia nafsini mwake kuangazia ufahamu wake, hapo ndipo anapoufahamu muumbo wote, kwa sababu mtu akiwa ndiye ukamilifu wa vyote vilivyoumbwa kabla, na kwa hivyo yeye akiwa ni mkuu zaidi ya mabadiliko na maendeleo yaliyopita, akiufahamu ulimwengu wote wa chini zaidi ndani yake. Aking'arishwa kwa roho kwa nguvu za nafsi, akili ing'aayo ya binadamu humfanya awe kilele cha muumbo. Lakini kwa upande mwingine, mtu asipofungua akili na moyo wake kupokea rehema za roho, lakini akaigeuza nafsi yake kuelekea upande wa vitu vya kimwili, kuelekea sehemu ya asili ya kimwili, hapo huwa ameporomoka kutoka mahali pake pa juu na kuwa wa chini zaidi kuliko wakazi wa ufalme wa wanyama. Katika hali kama hii, binadamu yumo katika mashaka ya kuhuzunisha. Kwa kuwa ikiwa sifa za kiroho za roho, zikifunguka kupokea pumzi ya Roho Takatifu, hazitatumika kamwe, basi hufifia, hudhoofika na mwishowe zikawa hazina uwezo, ambapo zile sifa za kiroho za kimwili peke yake zikiwa zinatumiwa zinakuwa na uwezo wa ajabu, na binadamu asiye na furaha aliyepotoshwa huwa na unyama zaidi, udhalimu zaidi, muovu zaidi, katili zaidi, habithi zaidi kuliko wanyama wenyewe wa chini. Matamanio yake yote pamoja na tamaa vikawa vimepewa nguvu na hali ya chini ya asili ya nafsi, huwa katili zaidi na zaidi, mpaka ubinadamu wake unakuwa si bora tena kuliko ule wa wanyama ambao huisha. Watu kama hawa hupanga kufanya maovu, kuumiza na kuangamiza. Hawana kabisa roho ya huruma takatifu, kwa kuwa sifa tukufu za roho zimetawaliwa na zile za kimwili. Iwapo, kwa upande mwingine, hali ya asili ya roho imeimarishwa sana hata ikaishinda ile hali ya kimwili, hapo ndipo binadamu atakapokaribia utukufu. Utu wake utatukuka sana hata kwamba njema za baraza za mbinguni hujidhihirisha ndani mwake, hutoa nuru ya huruma ya Mungu, huchochea maendeleo ya kiroho ya wanadamu, kwani anakuwa taa ya kutoa mwanga njiani mwao. Mnaona jinsi moyo ulivyo mjumbe baina ya mwili na roho. Kwa namna hiyo hiyo ndivyo mti huu ni mjumbe kati ya mbegu na matunda. Matunda ya mti yanapotokea na kuiva, hapo tunafahamu kuwa mti ni kamili. Ikiwa mti haukuzaa matunda, ungekuwa mmea usio na maana na usioleta faida yoyote. Wakati nafsi inapokuwa na maisha ya roho ndani yake, hapo ndipo inapozaa matunda mazuri na ikawa mti mtakatifu. Ningependa mjaribu kuelewa mfano huu.
Ninatumai kwamba wema wa Mungu usio na kipimo utawaimarisha na kwamba sifa za mbinguni za roho zenu, ambazo huzihusisha na roho, daima zitaushinda upande wa kimwili. Zikitawala kabisa fahamu kwamba roho yenu itakaribia ukamilifu wa ufalme wa mbinguni. Nyuso zenu ziweze, zikiwa zimeelekea kwa uthabiti upande wa nuru takatifu, kung'aa sana hata kwamba fikira zenu zote, maneno na vitendo vitang'aa kwa nuru ya kiroho ikitawala roho zenu, ili kwamba katika hadhara za ulimwengu mtaonyesha ukamilifu katika maisha yenu. Maisha ya baadhi ya watu yameambatana tu na anasa za dunia hii. Akili zao zimewekewa mipaka na namna za nje na mapendeleo ya kimila hata kwamba wanakuwa vipofu kwa milki yoyote nyingine ya maisha. Kwenye matokeo ya kiroho ya vitu vyote wanafikiri na kuota umaarufu wa kidunia wa maendeleo ya kimwili. Raha za kimwili na mazingira ya starehe huzunguka upeo wa macho yao, shauku zao za juu kabisa zikikaziwa kwenye mafanikio ya hali na haja za kidunia. Hawazuii matamanio yao ya chini, wanakula, wanakunywa na kulala. Kama wanyama, hawana fikira zaidi ya mahitaji ya miili yao. Ni kweli kwamba mahitaji haya yanafaa kutimizwa. Maisha ni mzigo ambao lazima ubebwe wakati tupo duniani, lakini zile haja za mambo ya chini ya maisha zisiruhusiwe kutawala fikira zote na matarajio ya mwanadamu. Matamanio ya mioyo yanapaswa kupaa na kufikia lengo tukufu. Uimara wa akili ufikie daraja la juu zaidi. Wanadamu wanahitaji kushikilia katika mioyo yao maono ya ukamilifu wa mbinguni na hapo kutayarisha makao kwa baraka isiyo na mwisho ya Roho Takatifu. Acha shauku yenu duniani iwe ni kufanikiwa kujipatia ustaarabu wa mbinguni. Ninawaombeni baraka tukufu, ili muweze kujazwa mno na wingi wa nguvu za Roho Takatifu kwamba muweze kuwa chanzo cha maisha duniani.